Kwa kikao cha ndani waziri kasema sasa Gambo kwa sababu anataka aje huku asemee huku. Sasa wewe unahudhuria vikao. Nisendi mtu ambaye vikao hahudhurii, alafu anasubiri kwenye public watu wamejaa hivi, anaanza kumchomekea kiongozi maneno. Tupe leo kauli ni kwamba nenda kwenye vikao. Ukienda kwenye vikao utapata majibu. Kwa sababu wewe niambieni kweli. Hatuwezi kuwa viongozi unasubiri kiongozi mkuu anakuja mahala, wewe ndio unaenda pale. Alafu kienda pale unampachikia neno. Sasa shungu kama mtani wangu hapa angelikuwa hajalijua vizuri, inabidi aanze kunuulizana na watendaji wake, hivi ilikuwaje? Viongozi hawa ni watu wenye heshima. Njoo kwenye kikao, jenga hoja kwenye kikao, mkitoka hata ile jingine hili. Hata la kuweka taa limesemwa. Sasa msafiri maarufu wa kijinga wa kutaka kupata sympathy ya public wakati wewe ni kiongozi. Mimi bahati mbaya unajua Wasukuma na Wamasai hatuna tofauti. Ukienda kwa moyo anaoonyesha Mheshimiwa Paul Makonda, kwa moyo, kwa hali, kwa thubutu, kwa upambanaji anaoonyesha kwa watu, anaonyesha ni kiongozi bora sana, ambaye anapaswa kuigwa. Ni mtu anayepaswa kuigwa na viongozi wengine. Yani anajua yupo pale kwa sababu gani? Moja, mbili, anajua yuko pale si kwa ajili yake, si kwa ajili ya kujinufaisha yeye. Anajua yuko pale kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Yupo pale kasimama kwa niaba ya wananchi. Ndio maana yoyote yanayopasa wananchi lazima ayaongee. Ukiumiza wananchi lazima aongee. Ukiumiza mtu kwa sababu tu ya kacheo ulikonako, fedha ulizonazo, kwa ya namna ulizonazo, ukubwa, ni lazima tu ataongea. Ndio maana nasema Mheshimiwa Paul Makonda ni moja ya kiongozi bora ambaye ana moyo wa kitofauti, ana moyo wa kipekee. Yani unaweza usielewe hii naongelea nini hapa. Huwa mimi nadili na viongozi, nadili na wale ambao wanajua wapo kwenye uongozi kwa sababu gani, wanajua wapo pale kwa sababu gani. Huwa nadili na wale ambao wana utu, wana moyo, wana ubinadamu. Paul Makonda hajahesabu cheo chake kwamba thamani sana, ni kwamba kiasi kwamba akikosa hicho basi maisha yake hayatasonga. Ni mmoja mtu ambaye yupo kwenye cheo alichonacho kwa kuona waliomfanya awe pale. Moja ni Mungu. Mungu alitumia wananchi, alitumia watu wamfanye awe pale. Kwa anathamini sana Mungu na wananchi. Ndio anasema Mheshimiwa Paul Makonda, Mungu akupe maisha marefu, akupe maisha marefu sana. Kwa sababu tu ya na usizimie moyo, usichoke. Endelea na huo moyo endelea nao. Kwa sababu najua wachache sana waliokuwa na moyo kama wako, waliokuwa wakiendelea kuwa na moyo kama wako, mwisho wa siku walishia kuuawa. Kuuawa kwa namna za tofauti. Waliokuwa wakiendelea kuwa na moyo kama wako walikuwa wakiendelea kuwa na maadui wengi, hususani wa nyumbani mwake. Maandiko yanasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, na kikulacho kimo nguoni mwako. Kwa endelea kwa ufahamu sahihi, kuwa na moyo huo, endelea kupambana kwa moyo huo. Naamini kabisa nilishaisema kwamba
aweza kuwa rais ajaye. Ila sijui ni mwaka gani, ni miaka gani ambaye anaweza kuwa rais, ila nasema kwamba aweza kuwa rais ajaye. Mungu hutumia maajabu yake, hutumia muujiza wake, hutumia njia zake. Sijui, ila naamini kabisa aweza kuwa rais ajaye. Hata akishindwa, Mungu atamuinua mtu mwingine aliye na moyo kama wake au zaidi ya moyo alionao yeye, kuwa kiongozi, kuwa rais ajaye. Sema baki kusema, zidi kusema ya kwamba Mheshimiwa Paul Makonda ni kiongozi bora. Sio bora kiongozi, ni kiongozi bora kwa sababu anajua nini anachokifanya. Sifa ya kiongozi moja ni ajue yupo pale kwa sababu gani. Kwa nini yuko pale? Kwa nini kapata hiyo nafasi? Je, wengine hawakustahili kukaa kwenye hiyo nafasi? Walistahili. Kwa nini wewe uko hapo? Uko hapo kwenye hicho cheo ulichonacho. Hiyo ni sifa ya kwanza ya kiongozi, kujua yuko hapo kwa sababu gani. Kwa nini yuko hapo? Je, yeye ni bora sana kuliko wengine? Je, yeye kasoma sana kuliko wengine? Ana pesa sana, tajiri sana kuliko wengine? Hapana, hiyo ni moja ya kujiuliza kwa nini uko hapo. Na ni kwa sababu gani uko hapo? Moja. Lakini mbili, kiongozi bora hushughulika na mambo ya wengine. Yaani ni kiongozi ambaye hajisikii la, haoni la. Hajisikii la wala haoni la. Wala chakula hakinogi, soda hainogi. Pindi au napo watu wanaonewa, watu wanateseka, wanaishi kwa shida, watu ama wananchi, nitumie lugha ya wananchi, ama watu wanaishi kwa shida, wanaonewa kwa sababu tu zisizo za msingi. Huyo kiongozi, soda, kinywaji chochote, kimiminika chochote, chakula chochote hakiwezi kikanoga pindi atakapoona mambo ya namna hiyo. Yeye chakula kinanoga pindi anapo, hapa nimetimiza wajibu wangu. Chakula kinanoga, kimiminika kinanoga pindi anapokuwa ametetea baadhi ya watu, amefanya wajibu wake fulani ili tu watu wasiumie, wasiumizwe, wasionewe, wasiteswe kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini watu huwa wanateswa, wanaonewa? Watu wanateswa, wanaonewa, moja ni kwa sababu ya kiongozi husika huwa anaona cheo alichonacho ni cha thamani, ni cha maana sana kuliko watu waliomfanya awe hapo. Huwa anaona cheo alichonacho, yani pasipo hicho cheo yeye hataishi, pasipo hicho cheo familia yake haitaishi, haita survive.
ama ndugu zake hawatasurvive. Maana inafikia wakati mambo yanaenda kombo, lakini basi sisi tunachotumaini ni kwamba tuko wazima wa afya tele. Bado nabaki pale pale, narudi na kusema Mheshimiwa Paul Makonda, wewe ni tumaini la wengi sana. Tumaini la wengi sana. Yaani yawezekana unajijua ama haujijui, ila jua kabisa wewe ni tumaini la wengi sana. Wengi sana. Ni kweli kuna mambo ambayo unaweza kufanya. Yaani kuna mambo ambayo unaweza kufanya ni kweli ukawa umekosea, ila haina maana. Yaani unaweza katika 100% ukuta umekosea, labda 30, 20, lakini kwa 70, 80 unafanya mambo ambayo yanawapa watu wengi matumaini ya kwamba inawezekana huko mbeleni mambo yakaja kubadilika. Kwa sababu hata Magufuli hakutokea tu moja kwa moja ameshatokea, hapana. Alianza akiwa waziri huko, alianza akiwa nani huko, kiongozi. Alianza kwa harakati kama hizo, mara ghafla tu binivu huyo hapo. Lakini na wewe naona ni mtu yule unapita mle unathubutu kupita mle alimokuwa akipita Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Naona nawe ni mle unapita huko mbele. Mungu aweza kufanya lolote, aweza kufanya chochote, aweza kufanya jambo ambalo likawapa kicheko watu, likawapa matumaini makubwa watu na wa Afrika nzima kwa ujumla. Naamini kabisa Mheshimiwa Paul Makonda mmoja ya mtu ambaye tunakutumainia sana. Yaani tunatumaini sana. Yaani umetufanya tuwe na matumaini sana ya kwamba hata kama tunaelekea kuzama, jahazi inaelekea kuzama, lakini bado katika jahazi mle ndani kuna akina Kilanja. Bado kuna akina Kilanja wawili watatu ambao kuna 1, 2, 3 anaweza wakatokea na kuwa akina Chema.